Unajua Biblia inasema kama tukisema hatutendi dhambi, tunajidanganya sisi wenyewe na tumemfanya yeye kuwa muongo. Kwa mwanadamu yote ambaye yuko hapa, kuna dhambi ambayo yupo anaifanya. Either willingly ama unwillingly, either kwa kupenda ama kwa kutokupenda. Either kwa kusudia ama kwa kutokusudia. Na mara nyingi sana wana Mungu dhambi hizi ambazo huwa wanaziita addiction. Addiction ni ile dhambi ambayo unataka kuiacha lakini unashindwa kuiacha. Inawezekana mwana Mungu siku ya leo upo kwenye wokovu wako, umeacha vitu vingi sana kwenye maisha yako. Umeacha umbea, umeacha unafiki, umeacha nini, lakini ulevi unakushindwa kuacha kila siku. Inawezekana siku ya leo upo kwenye maisha yako, umeacha kila kitu lakini unajikuta kwamba unapenda fedha kupita kiasi. Yaani kila siku umekuwa ni mtu wa kupenda fedha kupita kiasi. Kupenda fedha sio kitu kibaya, lakini kitu chochote kinapozidi kiasi kinakuwa ni kitu kibaya. Narudia tena. Kupenda fedha sio vibaya, upole sio mbaya, hasira sio mbaya, kwa sababu Biblia inasema kwamba hata yeye ni Mungu mwenye nini? Mwenye hasira. Japokuwa Biblia inasema kwamba si mwepesi wa nini? Ina maana ni Mungu mwenye hasira. Lakini kinachotofautisha kati ya hasira yetu na hasira yake kwamba hasira ya Mungu cha kwanza inatenda haki. Jambo la kwanza. Cha pili kinachotofautisha kati ya hasira yako na hasira ya Mungu ni kwamba hasira ya Mungu ina kiasi. Kwa sababu hasira ya Mungu isingekuwa na kiasi, leo hii sidhani kama kuna mtu angekuwa amesimama hapa. Hata mwenyewe nisingekuwa nimesimama hapa, ningekuwa nimepigwa kwa sababu ya uovu. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Ina maana kibiblia kila unapofanya dhambi inatakiwa ufe. Na ndio maana zamani walikuwa wanachinja mnyama kwa ajili ya kusamehe makosa ya watu, kwa ajili ya kusafisha makosa ya watu. Kwa nini? Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti.